siku ya leo. Amina. Amen. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mume wangu kunipa ruhusa kuja Dodoma. Sababu mimi ni mama, ni mtumishi, mambo ni mengi, lakini yote yanaletwa kwa sababu tunayaweza. Amen. Amina. Amen. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya dada Sabela. Naye pia amekuwa njia ya mimi kufika Dodoma. Haleluya, ndio Bwana Yesu makofi. Nashukuru sana sababu kweli mimi sikuwahi kuwaza kama nitafika eti bungeni, yaani kufanya jinsi. Si unaweza kuelewa? Lakini njia za Mungu hazichunguziki. Na Biblia inasema njia za Mungu sio njia zetu, na mawazo yake sio mawazo yetu. So hii ni ratiba ya kimbingu. Si ndio jamani? Kila mtu hapa ana ushuhuda kwamba amefika, yani hataelewi, lakini ndio imeshakuwa tayari. Si ndio jamani? Sasa uelewe, unajua kila mtu ameparanganyika huko, lakini hatimaye huko Dodoma. Kwa hiyo ndivyo ambavyo Mungu anafanya mambo. Wakati mwingine tunatumia sana akili zetu, lakini kuna muda inabidi tuziache akili za Mungu zifanye kazi. Ulikuwa una ratiba nyingi, una mambo mengi, lakini ukajisikia huko Dodoma unauza si batiki, si unauza vitenge, uelewi. Mara uko na mbunge huu, yani hivyo. Lakini unaona kama unaota ni Mungu, ni Mungu. Lakini ninaamini kuna mahali tunakwenda. Amen. Amen. Mungu ndo anashaka mambo kwa staili hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanijui, mimi naitwa Happy Zinga. Haleluya. Mimi ni mchungaji. Mimi pia ni mama. Pia mimi na mume wangu tunachunga kanisa. Lakini pia mimi pia ni kiongozi wa huduma inaitwa Nguvu ya Mwanamke, kama ushaikuisikia. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nikimtumikia Mungu na wanawake mbalimbali, na andaa semina za mabinti, makongamano ya watoto. Napenda sana pia watoto, na hata nimeshatunga kitabu cha malezi, jinsi ya kujua saikolojia na malezi ya watoto. Tunahitaji kutunza kwa sababu vitu vingi ambavyo nimetunga kwa vile maisha yangu nimepitia na malezi. Chochote na kupata changamoto kwangu ni fursa ya kujua zaidi. Na mpaka ikabidi nikasomea kabisa saikolojia ya mtoto, nawezaje kukaa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Pia na huduma ya mabinti inaitwa Daughters of Esther Generation. Au mabinti wa kizazi cha Esther, tunawaandaa mabinti kuja kuwa mama wazuri hapo baadaye, kwa sababu sasa hivi tunapata changamoto nyingi za wanawake kwenye ndoa, lakini pia ukianza nao wakiwa mabinti tukawasaidia, na kama wanakubali kusaidika, na maana wengine hawakubali, basi nadhani watakuja kuwa wamama wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natokea Iringa niko kihuduma, lakini mimi nimezaliwa Dar, ni mtu wa Dar es Salaam. Maisha yetu ni Dar na mume wangu, lakini tumekwenda Iringa kwa sababu ya kumtumikia Mungu tu, na tuna muda kidogo pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa madam alisema kwamba utapata nafasi ya kuongea na mama, na mimi nikipata nafasi hiyo naitumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. So risali moja, na nitakuwa mwaminifu kweli. Ndani ya risali moja tutajifunza, ndani ya risali moja tutaomba. So kama itaongezeka, Roho mwenyewe atakapo, lakini mimi kama mimi nitatumia risali moja. Napenda kutunza sana muda. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tujifunze neno sasa, na wengine hamjaja na kitu cha kuandikia. Nataka tujifunze neno la Mungu. Kwanza niwape pia hongera kwa nguvu ya kusubutu. Amen. Kwa sababu kuja pia huko ni kusubutu, usifanye mchezo. Haleluya. Umesubutu, na naamini Mungu atatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijaanza kufundisha kile ambacho nataka nifundishe,
mimi naamini baadhi yetu tumeleta bidhaa, si ndio? Wakati tuna conference pale Arusha nilisema hivi neno moja, hakuna kitu hakisikii katika ulimwengu wa roho. Hakuna kitu hakisikii, kila kitu kinasikia. Na nielewa watu wa Mungu. So hata bidhaa tulizozileta zinasikia. Kwa hiyo tukisemesha wateja wazichukue. Bwana Yesu asifiwe. Nimerudi kwenye room hapo nikaambia visheti hamtarudi Iringa. Mimi sijaja kweli ni wabebe. Walibidi niwarudishe hapa. Na mmekuja hapa Dodoma. Haleluya. Kwa hiyo mimi kwamba na mpango nyinyi mtarudi na kuozao. So nyinyi mtabaki hapa na lazima muondoke. Kwa hiyo nikawa naviambia, msiniangalie, siangalie video nao. Lakini kuna watu wanapaswa kuwachukua. Haleluya. Amen. Ndio Mungu anakaa hapa Dodoma amekuja kunisalimia, amechukua container nani? Naweza kuelewa? Amen. Na nikaambia hivi kwamba kesho naamini anakuja na rafiki zake wawili, mtanika oda nyingine. Ninaamini kuna nguvu katika maneno. So hata kama ungeuza usianze kucomplain. Amen. Chelesha wana Israeli kuingia kwenye baraka ni maalum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwatie moyo katika hilo. Lakini pia nikutie moyo mtumishi wa Mungu Isabela kwa ajili ya maono haya. Ni mazuri sana. Amesema kwamba alikuwa anasema mwanamke lazima awe na maono. Nimekaa chumbani nikaanza kupata vitu vingi kwa habari ya maono. So wakati mwingine nitakuwa tu nasoma maalum kwa habari ya mwanamke na maono. Amen. Amen. Maono. Mimi nataka niseme hivi, kama hauna maono hauna future. Haleluya. Na tunapongelea maono sio swala la kuwa na fedha. Mimi maono nilionao yanahitaji hela nyingi lakini yapo na mimi yatafanyika. So mimi wasiangalie hela kwa sababu siku zote fedha huwa zinafuata maono. Amen. Kama hauna maono usitegemee hela kuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiku wa leo nataka tutushie neno thamani ya mwanamke na nguvu zilizomo ndani yake. Thamani ya mwanamke na nguvu iliyo ndani ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe mwanamke kwanza ufahamu thamani ulionayo. Na lazima ufahamu nguvu ulionayo. Ili uweze kufanya maono, uweze kufanya vitu vikubwa, lazima ujue thamani yako. Lazima ujue nguvu zako na lazima pia ujue udhaifu wako. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Sasa tunapoiongelea kwanza, nataka niongelee kwanza kwa habari ya nguvu ya Mungu ndani ya mwanamke au nguvu ya mwanamke. Wewe mwanamke, ninapoongelea nguvu ya mwanamke siongelei vitu vya mwilini, mtu wa Mungu. Tunaelewana? Tunaweza ukaja hapa labda una mtaji mkubwa kuliko sisi wote. Siongelei kwanza nguvu hiyo. Nguvu ya mwanamke chanzo chake ni Mungu. Haleluya. Ninapoiongelea nguvu ya mwanamke ninaiongelea nguvu ya Mungu ndani ya mwanamke. Hakuna namna ambavyo mwanamke yoyote anaweza akafanikiwa kama hana hiyo nguvu ndani. Haleluya. Unajua ulimwengu tulionao, huo ulimwengu wa kiroho, huo ulimwengu wa kimwili, ili uweze kumiliki na kutawala unahitaji nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wachawi nao wanahitaji nini? Nguvu. Hata mama anapokwenda kujifungua anahitaji nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Kwa hiyo ninaiongelea hiyo nguvu ya mwanamke. Unahitaji Mungu ndani yako. Hiyo ndio kina, lazima ujue kwamba ninamhitaji Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hii huduma ya nguvu ya mwanamke iko imeenea huku na huku na huku watu kama hivyo nilivyokueleza leo tunavyofanya, lakini agenda kuu ni mwanamke kumjua Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Tunafanya biashara, lakini je, hicho kitu chochote unachokifanya ufalme wa Mungu unafaidika nini?
Sisi lazima tuwe wanawake wa kufanyia ufalme wa Mungu faida na kuletea ufalme wa Mungu faida. Kwa sababu wanawake upande wa giza nao wanapelekea faida ufalme wao. Lakini sisi wanawake wa ufalme wa Mungu lazima tuwe na nguvu ya kuletea ufalme faida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ninapoiongelea nguvu ya mwanamke, ninaiongelea pia hekima ya Mungu ndani ya mwanamke. Biblia inasema kwenye Mithali 14:1, mwanamke mwenye hekima ufanyaje? Kujenga. Bali yule mpumbavu anafanyaje? Kumbe ndani ya mwanamke kuna nguvu ya ujenzi. Ndio maana mwanamke ambaye ana Mungu ndani yake, ana maarifa ndani yake, hata kama akae na wifi mkorofi kiasi gani, ana uwezo wa kujenga na akakaa salama. Amen. Amen. Nimefurahi sana ushuhuda mama alikuwa anaelezea kwamba akiletea maneno kwamba huwa na uhakika na unachokiongea. Haleluya. Nimefurahi. Kwa nini sasa hivi tunayumba katika ndoa zetu nini? Biblia inasema hivi kwenye Mithali 14:15, mjinga huamini kila jambo. Kila neno anaamini. Mithali 14:15. Yaani wewe kila neno utakaloambiwa fulani amesema. Yes. Kwa mfano tuko hapa. Mtu mmoja anaweza kama Isabel yule pale kama amekuangalia vibaya amekunini. Wewe tena unalibeba unaweka moyoni. Ndio. Haleluya. Kwa hiyo hekima ikiwa ndani yako, unaweza kuishi hata na mtu mpumbavu. Amen. Nilikuwa najaribu kushare naye, mimi na muda na tunafanya huduma na wanawake, utakutana na kila aina ya wanawake. Kuna mwanamke atakuja kwako ni mjuaji kuliko. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Maono siku zote huwa anabeba mtu mmoja. Amen. Mnanielewa? Wewe inawezekana umeungana na Isabela kwenye hii huduma alionayo, lakini kumbuka yeye ndio leader. Hata mimi ni leader huko nilikotoka, lakini niko hapa nakaa chini ya anointing yake. Ukweli ndio. Unaweza kunielewa? Na wewe pia inawezekana unayo maono. Amen. Unafanya vingine, lakini usiingize maono juu ya maono. Sio hekima. Sio, umeelewa? Wanawake wenye nguvu tu kusaidiana, kumpushi mwenzako kwenda mbele, kuona tunafanyaje, sio kumshusha mwenzako. Haleluya. Amen. Kwa tunapoongelea nguvu ya mwanamke tunaiongelea hekima. Hekima ni nini? Hekima ni kufanya jambo sahihi kwa mtu sahihi na kwa wakati sahihi. Hiyo ni hekima. Haleluya. Kwa mtu sahihi, kwa wakati sahihi. Hiyo ni hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka niwe nafundisha huku naangalia time. Bado na muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka tuzione sifa za mwanamke mwenye nguvu ndani yake. Sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza, ana uwezo wa kuchukuliana. Amen. Ana uwezo wa nini? Wa kuchukuliana. Leo huduma nyingi za wanawake wao zinaanza, huyu si mwanamke wa msalaba, huyu si mwanamke wa nini, huyu si, huduma zinaanza kila siku. Na mimi niona huduma za wanawake najisikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini hivi vikundi au mambo haya hayaendi? Kwa sababu gani? Hatuna nguvu ya kuchukuliana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mimi naamini jambo moja. Unajua kuna watu, kwa mfano mimi ninachunga kanisa. Kuna watu wanakuja kanisani wana shida. Wana shida. Si unaelewa mtu ana shida? Yes. Anataka umsaidie anavyotaka yeye. Si umeelewa? Okay? Kuna kitu kimoja zamani ilikuwa inanipa shida, lakini baadaye nilipoelewa nikajifunza kitu kimoja. Unapokuwa na watoto wote hawafanani nyumbani, si ndio? Kuna mtoto ambaye ana uwezo wa kwenda mwenyewe toilet akajihudumia mwenyewe, lakini kuna mwingine akiwa kule anaita, si ndio? Lakini kuna mtoto mwingine wa kulisha, mwingine anakula mwenyewe. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. So hata katika huduma watu wanatofautiana. Kuna wengine ndio wako level hizo bado.
So inabidi ujue jinsi ya kuchukuliana nao. Bwana Yesu asifiwe. So lazima ujue kila mtu hapa atakuja kwa staili yake. Lazima ujue jinsi ya kuchukuliana nao, kwamba umsome. Lakini Mungu anapokuunganisha na watu, kwa sababu kuna kitu ambacho wanatakiwa wapate kutoka kwako. Yaani kinatoka kwa Mungu kupitia kwako wewe. Lazima tuamini hilo. Unajua ngoja niwaambie kitu. Kuna watu wana viburi yani tunasemaje? Wewe unaenda kanisani tu kumsikiza Mungu. Mimi huwa nasema hivi kitu kimoja. Hata ukikaa nyumbani kwako unadhani Mungu unaweza kumsikia. So kama unakuja kanisani unaamini yeye Mungu anasema na mimi, ndio maana uko hapa. Yes. Si ni kweli? Kwa kusema eti mimi nakuja tu kumfuata Mungu, una habari ya mchungaji, sio kweli. Jichunge mwenyewe nyumbani. Msikilize Mungu mwenyewe nyumbani. Lakini still kama uko hapa tunamwamini Mungu wa mchungaji wetu kwamba anaongea na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema sifa ya kwanza ya mwanamke mwenye nguvu ndani yake, ana uwezo wa kuchukuliana. Ukisoma Samuel, maandiko sitakuwa nasoma kwa ajili ya muda. Hii ni assignment yako. Mimi napenda wanawake ambao wanapenda maarifa. So kama utanote then afu tupa ni wewe. Watu ambao wanapenda kukua. Mimi mwenyewe kila siku najifunza na napenda kukua mimi kila siku. Ndio maana mimi chumbani kwangu ni vitabu, ni hiki, ni kule, nasoma hiki, naandika, napenda kuandika, napenda kusoma vitabu, napenda kusoma Biblia. Biblia hivi nimeianza mara ya 3 sasa hivi mwaka huu. Toka mwaka umeanza Januari, nishasoma Biblia mara hizo 2 yote. Hii nimeanza mara ya 3. Na kila nikisoma napata vitu vipya mpaka sasa Haleluya. Na kwa mwaka wanasoma Biblia mara 4. Kwa kila baada ya miezi 3 lazima Biblia ishi. Nina shughuli za kufanya. Unaweza kusema huyu ni mchungaji hana kazi ya kufanya. Utakuwa unatokana kwa sababu mimi ni mama. Mimi na mambo mengi. Ni issue tu za kujiwekea muda. Kwa hiyo wewe ukiniambia ni mjasiriamali uko busy, hakuna excuse kwa Mungu. So lazima upange muda wako. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema sifa ya kwanza huyu mwanamke ana uwezo wa nini? Wa kuchukuliana. Ukisoma Samuel wa kwanza 25 mstari wa 10 mpaka 39. Samuel wa kwanza 25 mpaka 39 nitamwongelea huyu mwanamke anaitwa Abigail. Biblia inasema aliolewa na mwanaume ambaye ni nini? Ni mpumbavu. Simjui mume wako. Level za upumbavu alionao. Haleluya. Lakini hata kama umeolewa na mwanaume mpumbavu, lakini inategemea wewe. Kwa sababu unayo nguvu ya kujenga, una nguvu ya kukusanya, una nguvu ya kuchukuliana. Haijalishi mwanaume uliye naye. Lazima kae sawa. Amen. Haleluya. Maandiko yanasema huyu Nabal aliyemwoa Abigail, kuna siku aliwaongelea maneno mabaya watu wa mfalme Daudi. Na maandiko yanasema Daudi hajawahi kurudisha upanga wake nyuma hata siku moja. Hajawahi kutokea kwa sababu yeye ni mtu wa vita. Lakini alipokutana na mwanamke mwenye nguvu ya kujitawala ndani yake, ambaye hachanganyikiwi na taarifa za ajabu, mwenye hekima ya kiungu, nataka nikwambie Daudi na ubabe wake alifyata akatulia. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hao ndio wanawake ambao tunawahitaji kwa kizazi hiki. Amen. Hallelujah. Amen. Na maandiko hakuna mahali panasema kwamba Abigail kwa zile taarifa hakugombana na mume wake. Kwani ugombana na mume wako eti kwa sababu ya habari za kusikia? Hakugombana, akachukua hekima kwa nini ninafanyaje? Ili kuweza kusave maisha ya familia yao. Kwa sababu wewe nikwambie kitu, wewe uko kwenye hiyo familia, uko kwa ajili ya kutetea, uko kwa ajili ya mambo kuwa sawa, ni wewe. Kwa hiyo vitu vikiharibika kwenye familia sio mwanaume, ni wewe. Yes. Mnanielewa? Mimi usiniambie basi anaongea mjuu mume wangu, kwa sababu wewe kuna namna ambavyo unamtazama. Wewe ungejitazama sawa sana neno la Mungu linavyokuangalia ungekuwa kitu kingine. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza, hakuna mahali kwenye Biblia pakasema kwamba mwanaume ni jeshi. Ila mwanamke ni jeshi kubwa. Sasa unachoshindwa nini? Hakusema mgambo, hakusema sungusungu, wala polisi jamii. Jeshi. Na wote tunajua kazi ya jeshi. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen.
anamjenga na kuweka sawa. Lakini hauwezi ukawajenga na kuwatengeneza wengine kama mwenyewe hujakubali kutengenezeka. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Kama mwenyewe haujakubali kutengenezeka na kuwa salama ndani, haiwezekani kumtengeneza mtu mwingine. Kwa sababu gani? Unamtazama mbaya, wifi, si shemeji, si nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Ana uwezo wa kuchukuliana. Amen. Kuna watu hapa, inawezekana uwezi kukata na ndugu wawili watatu. Unaona hivi? Mama mko akikutembelea, si nani ni ndugu wangu. Baba watu watembelee nyumbani kwako. Mimi na watoto wangu tu. Sijui unatengeneza kizazi gani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nyumbani kwangu, yaani wakitoka hawa wanaingia hawa. Kiasi kwamba tukikosa watu nyumbani tunajiuliza, hatuna wageni. Na hatujazoea. Hatujazoea. Yaani inatokea tu automatic. Na tunapenda, yaani kwamba kwa mfano hili likizo tunasema, nani jamani watakuja nyumbani, unapigia simu, tutumeni nauli, unatuma nauli. Yesu nani hivyo, tunapenda kuna heka pale nyumbani, tunafurahi. Amen. Sio kwa sababu tuna hela nyingi. Sio kwa sababu tuna vitu vingi. No, upendo tu. Kwamba hicho kidogo tunaweza tukashare. Kwa hiyo una uwezo wa kuchukuliana. Amen. Usiwe mtu wa kuogopwa. Unajua tunapoiongelea nguvu ya mwanamke jamani mama fulani anaogopewa, anaongea huyo. Sio vya hivyo bwana. Lazima tu watu wengine. Amen. Haleluya. Tusio watu wa mwilini. Yaani anaongea na kwambia wewe unaongea sio shida, ile unaongea nini? Haleluya. Kwa hiyo sifa ya kwanza lazima uwe una uwezo wa kuchukuliana. Msome vizuri Abigail. Hata aliporudi nyumbani katoka kusolve tatizo, anakuta mume wake ndio ameelewa, yuko busy. Wala hana time. Kike zake ndani ametulia. Mungu alimwazibu mwenyewe. Lakini sisi tukisolve matatizo, nakwambia bila mimi wewe. Mungu anatujua na Mungu anajua kwa nini ametupa hao watu. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikutie moyo usichoke, jitie nguvu. Kwa sababu wewe ndio haswa dawa ya huyo baba. Amen. Hamna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu unatakiwa kuwa na nguvu ya kusolve shida kiungu. Sio ushafanya vikao huwa havisaidii sana. Si ushafanya vingi na mwisho wa siku hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili, sifa ya mwanamke mwenye nguvu ndani yake, anaulinda moyo wake. Mithali 4:23 inasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, yote including hata kadi yako ya benki. Kila kitu unachokiona cha thamani kwenye maisha yako. Lakini Mungu anasema linda sana moyo wako. Mithali 4:23. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bahati mbaya sana, wanawake wengi mioyo yetu ina mambo mengi mno. Ndio maana magonjwa mengi yanawataka sana wanawake. Mtu vidonda vya tumbo, huyu sio anauma si kitu gani, hii si vitu gani vimeenda vimerudi kwa sababu ya mioyo. Ndani ya moyo mwanamke wivu, chuki imejaa. Hivi tuko pale labda mzako anauza nani? Yesu. Yaani una sio ni ndoto za mshale zingine jamani. Furahia mwenzako. Amen. Haleluya, furahia. Mimi nikiona mwanamke anafanya vizuri, nasikia vizuri wao. Natamani kujifunza. Nilikuwa naongea hapa anasema, "Mimi nimefundisha mambo ya kiroho sijui na nini. Sisi huko tunataka tudili na uchumi sijui na nini." Nikaambia, "Kwa kweli tunahitaji kujua na mambo ya uchumi." Maana tukisema roho tu huku hatuwezi kunena kwa lugha hela zikatokea. Si ndio jamani? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja hapa sijapaa useme nimenena kwa lugha nikashtukia tu niko Dodoma. Bwana Yesu asifiwe. Linda sana moyo wako. Hakikisha ndani ya moyo wako anayekaa kwanza ni Mungu, sio mume wako. Mume anaweza kubadilika anytime. Anytime. Haleluya. Linda sana moyo. Ndani ya moyo wa kwanza kukaa ni Mungu. Amen. Afu ndo wengine utawalisti mwenyewe kama ni mtoto, ni mume, si baba, mama hivyo. Lakini Mungu
angekuwa kwa kwanza ndani ya moyo. Haleluya. Kwa sababu wote wanaweza kukuacha lakini sio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa watu wa Mungu? Sasa ili ufanikiwe kiroho na kimwili, hali ya moyo wako inahusika sana. Wengi hatufanikiwi kwa sababu hali za mioyo yetu sio nzuri. Una machuki, una mavisasi. Mungu atafanikisha. Nakwambia nipate hela mimi ndio atanielewa. Upati. Upati. Haleluya. Lazima unajua wewe nikwambie, siku moja nilikuwa nikisoma neno huwa najiuliza maswali. Kuna neno moja mtaalamu anasema kwa habari ya nia ya Kristo iumbike ndani yenu. Je, kila unachokifanya nia ya Kristo inahusika? Upate hela hii iwe nini? Na wewe upate mahela mengi alafu Mungu zinamsaidia nini kwanza swali? Niwe na manyumba mazuri, niwe na what next? Haleluya. Moyo wako. Nini kinaendelea ndani ya moyo wako? Uko Dodoma, moyo wako unatangatanga huko. Nini kinaendelea? Haleluya. Kwa sababu Mungu hakukusudia mambo ya ajabu ndani ya mioyo yetu. Hakukusudia. Amen. Moyo unapaswa ubebe hazina za kiungu. Unapaswa ubebe mamlaka ya kiungu. Amen. Sio haya ambayo unayabeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo wako ndio umeshikilia maisha yako. Kesho yako inategemea sana hali ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua moyo una uwezo wa kubeba vitu. Ndio maana mtu hapa anaweza kaa wote sisi katubeba. Mtu mmoja ndani ya moyo. Si ndio? Ndio maana hata ukilala unaota ndoto mbaya. Yaani ukilala ukigeuka, yaani fikiria, imagine na kilo zangu, nichukua mimi na Isabela, ukitutia ndani ya moyo wako, wewe unataka kutesesha. Uongo jamani. Sasa wengi ndio hivyo, wana mizigo, wana container za watu ndani ya moyo. Vitu. Yaani si nani aliyekuja nyumbani kwangu, si alichukua kitu hakuniomba, alifanya 1 2 3 vitu amebebeshana navyo kwenye moyo. Na hataki kuviachia, naona ana haki. Ni kwangu. Kwa nini alifanya hivyo? Si una vimaswali, una vimisimamo ndani ya moyo wako. Halafu huyo mtu anasema ameokoka, anampenda Yesu. My dear, unapoteza muda. Kwa sababu Mungu haangalii kinachoendelea nje yako. Anaangalia sana kinachoendelea ndani ya moyo wako. Amen. Kwa makini sana. Una haja kujipretend kwamba eti sisi ni mtu fulani, wakati ndani ya moyo wako hauna uhusiano na Mungu. Unajua, mimi naambia watu, kuna tofauti ya kumtumikia Mungu na kufanya shughuli za Mungu. Unaweza kufanya shughuli za kimungu lakini huna mahusiano na Mungu. Ukanisani nakwambia unatoa sana. Yaani wewe ndio toa zaka na bali wani sawa. Unakwaya upo. Nakwambia mpaka unaitwa mama kanisa. Yaani watu wanafurahi siku ukikosekana, watu jamani fulani yuko wapi? Lakini haujawahi kuwa na mahusiano na unayemtumikia. Kwanza hata kujui. Ndio narudi kwenye ile andiko la Mathayo linalosema kwamba baba nilifanya hivi asiondoka sikujui. Yaani kwamba Mungu hakutambui. Kwa nini? Issue ya Mungu ni mahusiano kati ya moyo wako na moyo wa Mungu. Haleluya. Haya mambo mengine hata ukifa leo tuseme rest in peace. Jamani huyu madamu alikuwa anafanya shughuli za kiungu, lakini kumbe Mungu anasema jamani ni nani anayemuongelea? Kwa nini simnyuelewe huyu mtu? Kwamba huko hata kwangu hajafika. Lakini huko duniani na mataji na nini lazima wao kaenda mbingu hivi. Niwaambie kitu watu wa Mungu, mbingu sio kitu chepesi kama tunavyofikiria. Sio kitu chepesi, tusitiane moyo, sio kitu chepesi. Mbingu sio kitu kidogo. Usichukulie mambo na Israeli eti mbinguni, sio hivyo. Mbinguni Biblia inasema kitu kinyonge, kitu chenye mawa hakiingi. So uhitaji kuwa hata na tone ya doti yote mbaya. Hataki Mungu. Doti tu. Hiyo tu inaweza kukosesha mbingu. Imagine. Hivi unanielewa? Mimi nikiozaka hapo,
Nasema Mungu mimi saa zote nikitembea naomba rehema. Ndani yangu nikitembea naomba Mungu nisamee. Yamkini nimewaza vibaya, nisamee Mungu, nisamee. Nisamee kama kuna kitu kwenye maisha yangu nachokitamani nisikose mbingu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo una tabia ya kuongea. Mnielewa? Moyo una tabia ya kuongea. Na mwanzo kapita hivi mtu unaniangalia mimi, moyo unakwambia yaani unajiongelesha. Mbona makali sana? Sasa unielewa? Yes. Hilo unanichukuliaje? Chini na nini? Moyo unakwambia yaani unakueleza vitu vibaya. Ndio na Biblia inasemaje, moyo ni mdanganyifu. Amen. Unakuja kufisha, unafisha. Ndio ile unaanza sasa ku lose confidence kwa huyu mama alivyoniangalia, hausijapendeza. Yaani, hausi nini? Unakosa uhuru wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Haleluya. Amen. Unapaswa kuulinda moyo wako. Hili somo ni pana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Moyo wako. Nimesema kitu cha pili nini? Kulinda moyo. Kulinda nini? Moyo. Yaani hapo ndo kwenye moyo ndo kwenye ibada, ndo kwenye maisha. Kuna watu lazima kubali kuachia. Kuna watu umewafungia toka miaka. Mjomba, si shangazi, alikaza kunisaidia. Achia watu. Uwe huru. Afu wewe nikwambie kitu. Unaposamea mtu, unapomtoa mtu leo moyo wako sio kwa ajili ya yeye, ni kwa ajili yako. Kwa sababu wewe ukianza kuumia kwa ajili ya mtu, mwenzako sasa hizi labda anakula zake kitimoto hapo na ndizi, anajichana. Hana time yani, wewe umemshikilia. Umenielewa? Yaani umemngangania, shangazi, mjomba, sio nani, wewe umemshikilia. Mwenzako hata habari hana. Anaoga mwenyewe anaanza kwenye dressing table anaipaka zake wanja. Mungu yuko anajilema. Wewe huku unakaa huko unatezeka yani. Yes. Tupa nje. Haleluya. Amen. Mwanamke mwenye nguvu ndani yake anajua jinsi ya kulinda moyo wako. Moyo wako, mimi wa kila siku nasema na wanawake, moyo halindi mume wako, unalinda mwenyewe. Hata Mungu mwenyewe usiki na moyo wako kulinda. Unayoangalia. Yaani mimi nilivyosomaga kama sio, yaani ni issue yako sio ya Mungu. So, wewe ndio una password ya kuruhusu vitu vingi au visingi. Wewe ndio unaufungua moyo wako. Huyu anaingia au huyu anatoka au wao wanakaa. Ni wewe. Amen. Kwa usiniambie mume wangu ni sio watoto wamefanyaje. Yaani kuna watu watakikaa hapa ndani ya moyo wewe. Haleluya. Yaani wakae kwa mapenzi mema, unawapenda, sio kwamba kwa uchungu wamekuumiza, umewashikilia. Unatafuta kufa mapema. Si kama naongea na mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa jinsi ya kulinda moyo cha kwanza. Niko pointi namba 2 lakini naongelea jinsi ya kulinda moyo wako. Cha kwanza, kuwa mwepesi kusamehe. Amen. Kuwa mwepesi kusamehe. Amen. Samehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaandika Mathayo 6:14 mpaka 15. Kuwa mwepesi kusamehe. Usibebelee vitu. Haleluya. Lakini jambo la pili, jaza neno la Mungu. Unajua mioyo mingi ya watu inaumia kwa sababu wako empty. Jaza neno. Wakolosai 3:16 anasema neno la Kristo na lijae kwa wingi, sio maneno, neno. Jaza neno. Lazima ninarudia tena, uwe na ratiba ya kusoma neno la Mungu. Hata kama una safari 100 za Ulaya kwa mwaka, neno lazima kusoma. Yaani iwe katika hiyo timetable yako ambayo iko tight na neno limo mle. Haleluya. Lakini cha tatu, jijengee mazingira ya furaha na amani. Unajua kuna namna ambapo lazima ujipe raha mwenyewe na ujipe furaha mwenyewe. Amen. Jijengee haya mazingira. Usikubali mtu akupe stress. Amen. Wewe oga vizuri. Kuna watu wengine wanashoka kwamba mpaka wanje kisa mume kaniuzi, si fulani kaniuzi. No, hizo hazihusiani.
Furahi. Pika kitu unachokipenda. Jikoni, iba na watoto wako. Enjoy maisha. Maisha hii ndio haya. Kaa na watoto wako, omba, lakini haleluya. Yaani ujijengee furaha, yaani usiruhusu uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uwe na muda na Mungu. Muda na watoto wako. Eka mziki basi. Nyimbo za kusifu na kuabudu pale. Unacheza na watoto wako. Huwa sisi ukitukuta nyumbani, sebuleni, tunafungulia mziki sasa au tunaweka kwenye TV. Kila mtu na staili yake na watoto wangu. Tunacheza kila staili. Yaani unajua kila staili. Hakuna namna, tunacheza. Unajua kucheza? Amen. Yaani tunacheza. Baba ana staili yake kuinua mguu mpaka watoto hivi anafanyaje? Yaani mpaka kanisani anajua. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunaamua kujipa tu raha mbele za Mungu. Kwa nini unapunguza ule muda wa kuwaza mambo sijui nani? Amen. Haleluya. Amen. Hata muda, lakini watu hata tukienda kanisani ile ni hivi. Hatuna muda wa kumsifu Mungu, hatuna muda wa kufurahi, hatuna muda wa kusoma neno, hatuna muda wa kujifurahisha. Jifurahishe, yaani jipe raha mwenyewe. Unajua wewe ndio boss wa maisha. Wewe ni wewe. Yaani si kama mtu ananielewa. Amen. Natamani yaani wanawake wawe free. Yaani unajua mtu kwa free. Mimi ndio maana hata kama ana shida sina hata 100. Huwezi kukuta nazeka. Kwanza sipendi kuzeeka. Haleluya. Na yaani huwezi kukuta kwamba nakonda eti kwa sababu napitia changamoto. Kwa sababu gani nikonde? Niko hivi. Kwa hiyo sikujua kama na shida nikwambie bwana mwenzako nimebanwa. Kwa nini? Nimejifunza kujipa raha. Unajijengea furaha na amani. Kwa nini? Wewe niwaambie kitu. Ni rahisi sana kukubali uchungu ndani yako, lakini ni ngumu kuutoa. Ni ngumu. Nasema wao. Utapambana kuutoa, yaani ile roho ya uchungu juu inauma ikitoka kama inaondoka na moyo. Sasa kwa nini usiufungulie mlango? Usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kitu cha ngapi tupenda? Cha ngapi? Challenge. Dumu katika kuomba. Dumu katika kuomba. Wafilipi 4:4 mpaka 7. Dumu katika kuomba. Lazima mwanamke uwe unaomba. Yaani wewe nikwambie maombi na neno vinaenda pamoja. Neno ni silaha. Ukiwa unaomba tu ni sawa sawa na mtu ambaye ana gobole lakini ndani hakuna risasi. Haleluya. Amen. Ndio maana unaomba tu, ndio maana ukikutana na mtu anakueleza changamoto yake, naambia okay tumwamini Mungu sasa. Pastor, nimeomba mimi. Yaani unamwangalia jamani, sikuomba tu. Sio kuomba sawa sawa na maarifa. Sio tu unaomba unapayuka. Neno linasemaje katika hicho unachokiombea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Okay, nilikuwa naongelea habari ya nini? Sifa za mwanamke mwenye nguvu ndani yake. So kuna dalili za kuumizwa moyo, hivyo wakati mwingine, lakini nataka niende jambo la 3. Tunakumbuka? Sifa ya kwanza nimesema ni nini? Uwezo wa kuchukulia. Sifa ya pili kulinda sana. Lakini sifa ya 3 kujiamini. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ametupa neema tumekuja bungeni, si ndio? Kuna watu kwa tunaona kwenye video sasa hivi live. Lakini uogopi mimi mheshimiwa karibu kitenge hapa si nini hivyo. Kujiamini kunakupa ujasiri. Amen. Lazima ujiamini. Unajua hicho ya kujiamini sio swala la elimu. Amen. Yes. Hicho mimi sijasoma na yesiani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unajua kujiamini kunakupa nguvu ya kuona mwisho kabla ya mwanzo. Amen. Sasa unaamini. Haleluya. Na unajua automatic Mungu ametujengea hali ya kujiamini wanawake. Nieleze kwa nini? Kwa sababu mwanamke anabeba leo mimba. Anabeba mimba lakini anaamini baada ya miezi 9 eti anazaa mtoto. Sio mbwa, ni mtoto. Anaamini. Anaamini yeye ni mtoto. Haji kusema mimi hata si nimebeba. Mtoto anasema. Na kuna mwingine ujasiri kusema huyu ni wa kiume. Huyu ni wa kike. Hiyo ndio nguvu ambayo Mungu ameweka ndani ya mwanamke. Amen. Haleluya. Kujiamini, lazima ujiamini. Haleluya. Unaweza kukutanishwa na wanawake wana hela, wana mafanikio yako juu. Wewe hata kama huna
Haleluya. Nakwambia unajiweka hapo. Hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima ujiamini. Amen. Unajua wewe nikwambia ukijiamini inakupa hata kuamini wengine. Yes. Ukiwa mwenyewe ujiamini sio rahisi sana kuamini watu. Yes. Amen. Ndio maana hivi una biashara zako pressure. Hivi hawajaiba kweli? Ukijiamini una uwezo wa kuamini na wengine. Hapo andiko utaandika Waamuzi Waamuzi 5. Tunakutana na mwanamke Debora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Debora bwana anachonifurahisha kitu kimoja. Aliamua taifa la Israeli lakini alikuwa ni mke. Umeelewa? Nikasema mama alikuwa na mamlaka, kwa hiyo tunaweza kusema serikalini, lakini alikuwa ni mke. Kwa kama ni mke alikuwa na mambo ya kifamilia. Na aliweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunakwenda jambo la ngapi watu wa Mungu? La 4. Lakini nguvu nyingine ndani ya mwanamke ni kujitambua. Tumebaliza dakika 17. Kujitambua. Lazima wewe unajitambua. Wewe kwambie kitu. Lazima ujue wewe ni nani. Amen. Wewe hivi ushaje kujua mwenyewe? Wewe ni nani? Kusudi la Mungu ni nini? Na kwa nini upo mpaka leo? Kwa nini usingekufa kama wengine? Magonjwa ambayo umeumwa wengine hata uliwahi kuumwa lakini mzima. Tunapanda wote tumekuja hapa tumepanda vyombo vya moto. Wengine wamekufa, wewe upo. Ujue kama kuna jambo. Lazima ujitambue. Haleluya. Unajua kwa nikwambie, siongelee kwa habari ya kutambulishwa. Unajua huyu si ndo mheshimiwa na no, siongelee hizo. Yaani kabla ambao mimi sijatambulishwa na mimi mwenyewe najitambua. Yes. Nitaji kwa mwingine. Amen. Sio, umeelewa? Amen. Yaani ninajitambua. So haijalishi unanionaje. Yes. Ninajijua mimi ni nani. Amen. Amen. Unanielewa? So unajua usipojitambua utatafuta kutambulishwa. Yes. Unajua unataka kwamba unajua mimi ndio fulani, unanielewa mimi ukisikia fulani ndio mimi, unanielewa? Yaani unataka watu wakutambue. No. Mimi ninajitambua ni nani. Amen. Amen. Haleluya. Unanielewa sio? Sasa ujitambue ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anasemaga ukiona mtu mama anaamka ndani anaanza kujitambulisha, hiyo kazi. Ili unajua mimi ndo mama hapa ndani. Hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hauwezi kujitambua kama hujamtambua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kiwango chako cha kumjua Mungu ndicho kiwango chako cha utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo hapo ni pana mengi lakini naparuka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa sifa za mwanamke anayejitambua siku zote. Sifa za mwanamke anayejitambua. Cha kwanza, mwanamke anayejitambua anakuwa na mtazamo sahihi. Amen. Lazima una mtazamo sahihi. Katika kila kitu kuwa na mtazamo sahihi. Amen. Haleluya. Amen. Hata akikosewa bado ana mtazamo sahihi. Amen. Hana chuki ndani yake. Unajua kuna tofauti ya kuwa na maamuzi magumu na maamuzi sahihi. Yaani ushawahi kusikia mtu nataka kufanya maamuzi magumu? No, unataka kufanya maamuzi sahihi. Naweza kama magumu au sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema sifa za mwanamke anayejitambua, cha kwanza na nini? Ana mtazamo sahihi. Ya pili, hana mashindano. Unajua siku zote ukimwona mtu anashindana hajajijua yeye ni nani. Umenielewa? Kila mtu ni unique. Sio, umenielewa? Kila mtu ni unique. So mimi nikianza kushindana na wewe kwa sababu sijajijua mimi ni nani na sijajua natakiwa kufanya nini. Na sio inaanza kushindana na wewe, ni compete nini? Hivyo naelewa? Yes. Kuna watu wanapoteza mielekeo katika maisha kwa sababu wanataka kushindana. Amebeba pochi na mimi kesho tena duka fulani. Wewe unajua hiyo pochi shilingi ngapi? Wewe unajua ametoa wapi? Kwa maana wengi tunaua hata biashara zetu kwa sababu ya kushindana. Kabisa. Unataka kufanya vitu ambavyo hujafikia level hizo. Tabeba pochi yangu sasa nataka sinatosha bwana. Huyu kama anabeba 70 poa, haina shida. Sio, umeelewa? Yaani ishi wewe. Na wewe nikwambia ukianza kushindana hautaishi maisha yako. Na kama hautaishi ndoto zako. Kwa sababu utaanza mbona
utachanganyikiwa. Huyu utaona na hichi, kesho unamwona una hiki. Unataka kujaribu kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo mwanamke anayejitambua hana mashindano. Siwezi kushindana. Yaani nashindana na wewe. Yaani kwa kitenge hiki nakinunua kesho. Na mimi nashona. Hizo ujue habari za zamani sana Sana. Hizo mambo hamna. Mshamba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu. Lakini mwanamke huyo, sifa za mwanamke anajitambua, anayo nguvu ya kukusanya. Amen. Sisi ni wakusanyaji, hatutawanyi. Haleluya. Tunakusanya. Kwenye kukusanya ndio kuna mamba na kenge na samaki, lakini tunakusanya. Kwa sababu Mungu ametupa nguvu ya kuwa juu ya kila kitu. Yaani ngoja niambie kitu. Nisikilize. Yaani kuna neno anaongea mama hapa kwamba hata kama ni mtoto wa mume wako, wewe unapata shida ya nini? Kuna mtu akisikia mume wake ana mtoto, tena labda mume alishakuambia kwamba nina mtoto. Lakini still wewe chuki, jamani. Uko sawa? Kusanya, una uwezo wa kumtengeneza yule mtoto akawa kama mwenzao. Sana. Lakini kama hujaponda moyo, huwezi. Ni chuki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sifa nyingine ya mwanamke anayejitambua, sheria ya wema iko kinywani mwake. Unajua sheria ya wema? Yaani wewe unakuwa ni mwanamke wa matendo mema. Amen. Wewe mwanamke wa matendo mema. Amen. Yaani wewe mambo yako unafanya. Sio kwamba ukosewi. Mimi nina ushuhuda. Nishakosewa sana. Yaani nakwambia nafundisha maisha yangu. Yaani kukosewa. Unajua unatumia kikoseo kwa nini nikosewe mimi? Yaani kuna namna ambapo Mungu anaruhusu ukosewe wakati mwingine kukutengeneza moyo, kukuchonga. Biblia inasema chuma unaochuma. Amen. Kwa hiyo dada wa kazi anaweza kaletwa nyumbani ili akuchonge tu. Amen. Wifi anaweza kaja nyumbani ili akutengeneze kwa sababu gani? Kuna kitu kinatoka kitoke. Nisikilize, ukisoma habari ya Hana na Penina. Penina alikuwa pale kwa kusudi maalum ili kumsababishia Hana azae kile ambacho kimekusudiwa. Amen. Unanielewa? Penina alikuwa na vimaneno maneno. Hana mtoto. Penina ana mtoto. Lakini Biblia inasema yeye alikuwa anapewa double. Huyo kama akipewa sadaka kialaba tuseme 10,000, yeye anapewa 20. Lakini yote yale akaona hayamsaidii. Siku moja akaenda kwenye hekalu kwa tofauti na akakutana na Mungu kwa jinsi ya tofauti. Kwa kuna watu wanaweza wakaitwa kwenye maisha yetu tunaona ni wabaya, na nataka nikwambie wako kwa ajili ya kukusogeza. Amen. Kilichopo ndani yako kitoke. Amen. Haleluya. Si unanielewa? Amen. Usimchukie mtu. Na wewe nikwambie ambao wanatusukuma kwenye kusudi hawajaji kwa sura nzuri wengine. Wengine ni ndio nasukumwa kwa nguvu. Haleluya. Lakini lazima sheria ya wema iendelee kuwa ndani yako. Ona wema katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Okay, nilikuwa naongelea tu kwa habari ya nguvu ya mwanamke, lakini nitaongea kidogo. Niguse tu kidogo nianze dakika 10 ili tuingie kumshukuru Mungu uthamani wa mwanamke. Haleluya. Kidogo. Mimi na vitu vingi. Kwa sababu hivi nimewafundisha sasa kufundisha tu point moja tukaachia hapo, lakini nataka tu tupate kidogo. Mithali 31 mstari wa 10 inasema mke mwema ni nani awezaye kumwoa? Anasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Kwa hiyo ni adimu hiyo kuonekana. Mithali 31 mstari wa 10. Haleluya. Amen. Anasema maana kima chake kimepita nini? Kima cha nani? Marijani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone thamani ya wanawake. Yaani kwamba ukiweka madini hapa, dhahabu, tanzanite, kila cha thamani unachokijua, alafu hapa awekwe mwanamke, thamani itakuwa hiyo kwa mwanamke. Amen. Yaani ifikie point kwamba viwekwe vitu vyote vya thamani na awekwe mwanamke, mtu achague mwanamke. Kwa sababu thamani ya mwanamke ni kubwa kuliko hivyo. Amen. Mnanielewa sijui? Amen.
Haleluya. Amen. Nani ana noti hapa? Noti. Fedha. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni fedha, ni shilingi ngapi jamani? 10,000. Hii ni shilingi 10,000. Umeona nilivyoikunja kunja? Hata nikitupa inabadilika kwa 10,000. Sinaendelea kwa 10,000. Sio, unielewa? Hii hela hata uikute kwenye kinyesi still ni shilingi 10,000, haipotezi thamani. Sio, unielewa? Mwanamke hata upite kwenye changamoto kiasi gani, hata watu waliokuzunguka watoe thamani yako, lakini haiwezi kuondoka thamani yako. Kwa sababu thamani yako inatoka kwa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hakuna namna ambayo unaweza kumpoteza mwanamke kwa urahisi. Thamani ya mwanamke ni kubwa mno ambayo Mungu ameweka ndani yake. Unaweza kupitia nyakati ambazo unasongwa, unafanya hivi na hivi, lakini haiondoi thamani ya Mungu ndani yako. Haleluya. Haiondoi, kwa sababu wewe ni wa thamani. Na unapoamka asubuhi kwenye kioo chako unasema mimi happy ni wa thamani sana. Haleluya. Sio, mimi ni wa thamani. Amen. Sikiliza, thamani yako haitoki nje, iko ndani yako. Amen. Na wewe unapaswa kuiona. Hapa huyu mtungaji mithali asemaje? Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Hivi unaweza kunielewa mtu wa Mungu? Amen. Lazima uanze kuiona thamani wewe mwenyewe, sio mume wako. Unajua kwamba eti mume wako anaweza kama amekuoa lakini hajui thamani yako. Kwa kidogo sana. Anajua tu ni mke wa kuzaa watoto, yaani tu kawaida. Lakini thamani yako kwa Mungu ni kubwa kuliko chochote. Amen. Sikiliza. Thamani yako sio tu mavazi uliyovaa. Uko hapa kwa kusudi la Mungu. Amen. Mnanielewa watu wa Mungu? Amen. Hata kama mtu anajitahidi kuitoa thamani yako, mtu anaweza kuambia huyu ni mbaya, ana shepu mbaya, muone, ukivaa hivi hata upendezi. Kuna watu wana maneno anaweza kama maneno haya akakushusha. Lakini nataka nikwambie, aseme atakavyosema, haiondoi thamani ya Mungu ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unajua ikiwa neno la Mungu linakutambulisha wewe ni wa thamani. Amen. Sasa unataka iweje? Haleluya. Amen. Thamani yako ni kubwa mno. Lakini lazima uanze kujithamini wewe. Jithamini wewe kwanza. Oga vizuri, pendeza, jikubali. Amen. Mimi ni wa thamani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa na watu wa Mungu. Amen. Mnanielewa sio? Amen. Uthamani wako usiukadirie na vitu vinavyoonekana nje yako. Amen. Mimi nimetoka kwenye familia fulani, mimi ni hivi. Uthamani wako usiukadirie na yale yanayoonekana nje au yanayoendelea nje yako. Thamani yako ni kuu mno. Na kama mimi kuna kitu ambacho namfurahia Mungu kuniumba mwanamke. Unajua na kusudi ndio mimi nashangaa mtu eti yeye ni mwanamke anatamani kuwa mwanaume. Hivi mimi ni mwanamke, mimi ni wa thamani. Mungu mpaka akaniweka mimi niwe mwanamke, anajua kwa nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thamani yako ni kubwa kuliko chochote. Thamani yako ni kubwa kuliko dhahabu. Ni kubwa kuliko Tanzanite. Tunajua Tanzanite ni gharama lakini nakwambiaje wewe thamani yako ni kubwa kuliko hayo madini. Haleluya. Lazima ifikie point mtu iweke Tanzanite na wewe akuchague wewe. Kwa nini? Wewe ni wa thamani. Kwani kwambie ukitambua thamani yako, vyote vilivyo vya thamani vitakujilia. Tuko watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unajua kwenye Biblia kuna mwanamke mmoja kusoma kitabu cha Esther. Kuanzia mstari wa kwanza hapo kushuka anaitwa Vashti. Alikuwa ni mrembo, alikuwa ni mzuri, Biblia inamsikia. Unajua Biblia ikisema ni mzuri mtu mzuri. Amen. Lakini hakutambua uthamani alionao ndani. Haleluya. Amen. Akaangalia kwa nje. Ndio maana hata mume wake alipomwita akaleta kiburi.
akajidai. Thamani yetu inaanzia ndani, watu wa Mungu. Ule utu wema, ule uungu ndani ya mwanamke, hiyo ndio thamani iliyo kuu. Tuko pamoja mama? Amen. Unanielewa? Amen. Lazima uelewe nguvu iliyo ndani yako. Lazima uelewe thamani wako. Amen. Unajua ukielewa thamani wako, ukielewa nguvu yako, jamani unatembea mtu ambaye unajiamini. Sio kama kuku aliyoloana. Haeleweki unaenda au unarudi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Piga Yesu makofi wakati tunakwenda kubarikia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vitu lingine sisi nataka tutunze muda au kisha tuna mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naamini katika hivi vitu vichache kuna kitu kimoja tu hicho ndani. Kwamba unapoamka lazima uanze kuyatangazia mazingira mimi ni wa thamani. Amen. Haleluya. Yaani mimi kwangu hakuna tafsiri ya kushinda. Lazima. Wewe nikwambie kitu. Unapokuwa na maono, unapokuwa una vitu, unao nguvu ya kufanya hivyo vitu kwa sababu maana Mungu ameleta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema mimi nina nguvu ndani yangu. Mimi nina nguvu ndani yangu. Ninakataa kushindwa. Ninakataa kushindwa. Mimi sio mtu wa kushindwa kirahisi. Mimi sio mtu wa kushindwa. Wajipange wajipangavyo. Wajipange wajipangavyo. Sishindwi. Sishindwi. Kwa sababu aliye ndani yangu. Kwa sababu aliye ndani yangu sana. Ni mkuu sana. Maana neno la Mungu linasema. Maana neno la Mungu linasema. Watashindana na mimi. Watashindana na mimi. Lakini hawatashinda. Lakini hawatashinda. Haleluya. Amen. Biblia imeruhusu watu washindane na wewe lakini haijaruhusu mtu kushinda. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watashindana na wewe lakini hawatakushinda. Ni ahadi ya neno la Mungu. Ndio maana tunasema tusome neno. Ni neno la Mungu ameahidi kwamba watafight kukushusha, udharaulike, wakupoteze lakini hautapotezeka. Amen. Haleluya. Hakuna mtu ambaye atakutoa kwenye kiganja cha Mungu anasema je nimekuchora. Amen. Sio umeelewa? Nani atakutoa hapo labda utoke mwenyewe? Ni wewe labda utoke lakini Mungu amesema kuweka hapa. Thamani yako ni kubwa mwanamke. Amen. Haleluya. Inawezekana umeumizwa na vitu na maneno na mambo kadha wa kadha kiasi kwamba wakakupunguzia sauti, wakakupunguzia mwendo wa kuendelea kwa kile unachokifanya. Nataka nikwambie usiku wa leo Mungu anasema nawe inuka tena. Haleluya. Yale ambayo ulikuwa unafanya hayawezekani, yamekuchosha, unayaweza. Kwa sababu una nguvu ya kuyakabili. Na usiku wa leo Mungu anaenda kuachilia kitu kipya ndani yako. Haleluya. Nisikilize. Mungu anakwenda kuinua giant. Umeelewa? Yaani wewe ni jitu sio kimtu. Amen. Ni zaidi ya Goliath. Haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Lazima yule mtu wa ndani ainuke na uweze kufanya mambo makubwa na kuyakabili ambayo yalikuwa hayawezekani. Amen. Kuna mambo yanawezekana uliapa kisogo. Nataka nikwambie unainuka kwa upya. Wewe nikwambia mtu ni roho, unainuka kwa upya na kuyaendea. Kuna wengi mmefanya hapa, mmefanya biashara hii, umefanya hiki, umefanya hiki, umefanya hiki. Yamkini kuna biashara fulani ndio Mungu hapa anataka kukubariki, lakini hapo ndio ukapigwa vita. Hapo ndio ukachanganyikiwa ukaingia kwingine wrong side. Unatakiwa kurejea pale. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakwenda kuomba. Haleluya. Kumwambia Mungu tunaomba tuongezewe nguvu. Amen. Anasema wangojeao Bwana watavikwa nguvu, wataruka juu kama tai. Haleluya. Ni nini limekutesa moyo wako, maisha yako? Inawezekana uko hapa lakini bado ndani yako una mahangaiko, hauna raha, hauna amani, yani basi tu yani upo tu. Lakini Mungu anahitaji wewe na pumziko ndani ya moyo wako. Haleluya. Pumzika. Huwezi kuwa ndani ya Yesu still unaendelea kubebelea mizigo.
Jifunze kumkabidhi Yesu kila kitu. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninakuja mbele zako. Ninaomba rehema kwa ajili ya maisha yako. Yako mambo mengi nimetumia akili zangu nikajikuta na shida, lakini usiku wa leo ninaomba rehema, ninaomba unisamehe, samehe njia zangu, samehe mawazo yangu. Yesu, niko mbele zako, nisamehe Bwana. Usiku wa leo ninarejea tena kwako, ninaomba mahusiano mapya kati ya moyo wangu na moyo wako. Yesu Kristo, ingia kwa upya ndani yangu. Ninakuhitaji Kristo, tawala maisha yangu, tawala moyo wangu, tawala akili zangu, tawala njia zangu. Yesu Kristo, ninakuhitaji katika jina la Yesu. Ninakataa kila mpango wa giza ndani ya maisha yangu, kila maneno niliyojinenea, walioninenea. Usiku wa leo nayafuta kwa damu ya Yesu. Nataka uombe kidogo, futa kila neno baya yoyote ulioninenea. Nataka uombe mwanamke kwa dakika chache, maanisha kuomba kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Tunafuta kila neno baya, tunafuta chochote kile kinyume na mapenzi ya Mungu, tunaviharibu kwa jina la Yesu. Usiku wa leo tunamleta mtumishi wako Isabela wa Mpamba mbele zako. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya maisha pia, kwa ajili ya maisha yake. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya mwanamke huyu, ametuunganisha kwa neema yako, ametuleta Dodoma. Usiku wa leo tunatamka baraka juu ya maisha yake kwa jina la Yesu. Tunakataa kushindwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mpango wa giza ulioandaliwa juu ya maisha yake tunaufuta, tunauharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jehova, usiku wa leo tunayabariki maisha ya mwanamke huyu, maono ya mwanamke huyu. Tunatamka kwa umoja wetu, huyu mwanamke hatazuilika, wajipange, wachawi hawatamweza, waganga hawatamweza, wasoma nyota hawatamweza. Atakwenda mbali, maono yake yatatimia, ataishi ndoto zake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatamka ulinzi juu ya maisha yake, ya ndoa yake, ya watoto wake, shughuli zote anazozifanya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema Jehova, usiku wa leo ninaomba kwa ajili ya maisha yangu. Najua nimekuja Dodoma kusudi maalum, na lile kusudi likatimie. Nayo ndoto kuja hapa Dodoma. Nataka nisikize, nataka kila mtu aombe hapo. Umekuja Dodoma, iko ndoto ndani yako, iko mimba
Umenielewa? Niko kusudi, nataka useme kwa nini uko Dodoma? Kwa nini? Inawezekana hujui sasa hivi, lakini mwambie Mungu akanitimize kusudi. Kwa nini uje Bukete? Na kwa nini usiende kwingine? Rako baraba saka. Rima kuta raba shekete rebota rebota rikasa. Yeke rebo saka tapote rebota. Rifunua ile kusudi kwenye maisha yetu. 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 Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu. Baba, kuna kama wewe Baba. Mungu tunayekuita kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema ewe Yahweh. Ee Yahweh. Usiku wa leo. Bwana Yesu nakuja kwako. Tazama tuna biashara. Tumezileta. Tunakuamini Mungu. Juu ya biashara zetu. Ewe ardhi ya Dodoma. Ewe anga ya Dodoma. Hautazuia sisi kuishi. Kwa jina la Yesu. Tunawaita wateja. Mashariki. Magharibi. Kusini. Kaskazini. Kuja kwa ajili ya biashara yetu. Tunajipatanisha na wateja wa mkoa. Tunajipatanisha na wabunge wote. Waheshimiwa wote. Jina la Yesu. Yesu atakayekuja kwenye biashara zetu. Akanunue. Jina la Yesu. Sasa biashara yako kwa tabiri juu ya biashara yako. Tabiri juu ya biashara yako usiku wa leo. Nasema utabirie biashara yako kwa jina la Yesu. Baba, tazama tumekuja na vikao. Baba, watu tumekuja na vitenge. Kuna viatu, kuna pochi, kuna mikoi. Baba, kuna karama, kuna visheni. Kuna kila aina ya biashara Jehova shamba. Baba, tunazileta sawa Jehova. Rima shaka takorebo shaka. Riko raha shaka tarebo na. Watu wa Dodoma wanayowaseka Bwana. Tunazita hizo hela Bwana. Tunaweza wateja Bwana. Tunakataa kulinda biashara. Majumbani wetu Jehova shamba. Kwa jina la Yesu Mungu wa rehema. Achilia neema yako Bwana. Achilia ufalme wa kuza. Achilia uso wa kibali. Achilia uso wa kibali Bwana. Achilia uso wa kibali Jehova. Achilia uso wa kibali kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Neno lako likwatilie Jehova shamba. Sema kwa jina la Yesu. Usiku wa leo. Baba, tunaomba njia zako zikatimie kwenye maisha yetu. Tunayaomba mawazo yako yakatimie kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, tazama. Tunao uhitaji wa mitaji. Na tumekuja kwenye kiime cha serikali ya Tanzania. Tuinulie watu. Kabla tujaondoka Dodoma. Inua watu. Watakao tusaidia. Maana unasema utainua kabila za watu. Usizozijua. Watakutumikia. Baba, tunawahitaji hao. Kwa jina la Yesu. Tuunganishe na watu sahihi. Wakusaidia kwenye maono yetu. Tuunganishe na watu hao. Wasilale yetu. Nataka uombe Mungu. Kwenye biashara hiyo, kwenye maisha hayo, yuko
Haleluya. Amen. Tunakwenda kushikana mikono. Haleluya. Tunakwenda kuomba umoja katika roho. Mungu asifiwe. Nisikilize. Hii kama ndege ndio imeinuka. Haleluya. Yaani ninaliona jeshi kubwa la wanawake. Nisikilize. Yaani sisi ni kama wale mboya ambao waliwekwa mbele. Lakini kila mtu atakaporudi hata tulia. Amen. Sioni, yaani mimi sioni mwanamke mdogo hapa. Niko jeshi la wanawake linatusubiri sisi. Amen. Sikilize, lazima tuwe vizuri rohoni na mwilini. Amen. Tukisema Yesu ni mzuri, mtu anasema hakika. Amen. Haleluya. So lazima tufanye kazi, lazima tufanye biashara, hela tuwe nazo na Mungu tunaye vile vile. Amen. Haleluya. Tunataka kaombe roho ya umoja katikati yetu. Nisikilize, nimeongea na mbeba maono wetu, anasema tuna safari ya Kigali. Upo mama? Amen. Tuna safari ya kwenda Ulaya, au sio? Unanielewa vizuri? Unanisoma vizuri? Hivi unafikiri wewe uende huko kote afu unabakije yule yule? Hivi inawezekana? Haiwezekani. Yaani itakuwa haiwezekani. Yaani shetani atacheka. Haleluya. Na wewe nikwambie, siku zote Mungu anapotaka kukuinua lazima akuconnect na mtu. Haleluya. Hivi unanielewa? Hakuna namna ambapo Mungu akutafutia atakuja chumbani kwako tu. No, yaani connection anakuunganisha. Amen. Ili kuendea kusudi lako. Amen. Inawezekana ulitamani kwenda Ulaya, ndio safari imefika. Amen. Inawezekana ukweli kupanda ndege, ndio unapanda. Amen. Si unaweza kunielewa? Amen. No connection hiyo. Amen. Sio umeelewa? Amen. Lakini wewe nikwambie, nikupe angalizo moja. Shetani yuko hivi. Mungu ametuachilia connection. Shetani anaanza kwanza kuleta tafsiri mbaya. Kama watu ambao kwenye group ya nguvu ya mwanamke wanaelewa, nilikuwa nafundisha kuhusu nguvu nani ya kuzuilika, roho ya kuzuilika. Yeye inakuja inakaa hapa, inaanza yeye inakuzuia sasa ushindwe kuendea kwenye baraka yako. Lazima uiambie shut up. Amen. Unakamata unatupa pembeni unakwenda, ngoja nikwambie. Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Amen. Kwa hiyo kama huna power, hakuna namna unaweza kuteka vitu. Amen. So kuna vitu unaweza vikaja wewe, hebu kaa pembeni, mimi naenda. Mimi unanielewa? Amen. Ngoja nikwambie, kwa kadri ambavyo unaiendea baraka yako ndivyo barriers zinainukia. Amen. Kweli. Mnanielewa tu Mungu? Amen. So tunaenda kuomba, lazima uwe makini sana. Amen. Lazima uwe makini sana, sikia rohoni, acha mwilini, sikia rohoni. Mungu ameachilia connection. Wewe nikwambia, inawezekana kwa kupitia mwanamke huyu mimi nikatoa beja. Kumbe kule. Kitendo cha kutoa beja mtoni ninainuka sasa. Anajua sasa, unanielewa? Sio umenielewa? Lakini huyu tu alitumiwa mimi kunifikisha. Nisikiliza, Waishmaeli walitumiwa kumfikisha Yusufu kwenye kusudi. Nisikiliza, Waishmaeli hawakuwa wazuri, lakini walifikisha kwenye kusudi. Amen. Anaweza asiwe mzuri vile. Amen. Haongei kama unavyopenda. Hafanyi kama unavyotaka. Lakini kama yeye ndio Mwishmaeli Mungu amemuinua, lazima tufikie kusudi. Amen. Haleluya. Amen. Unanielewa mtu wa Mungu? Tunakwenda kuomba roho ya umoja katikati yetu. Tumwambie Mungu tupe umoja katika roho. Lakini kingine tumwambie Mungu tupe upendo. Yes. Umenielewa? Kwa sababu hapa ninaona tunakwenda kuinuliwa. Amen. Watu tutakuwa mna mahela. Amen. Mimi nasemaje, hatuwezi tuje kuongea alafu tunaacha kushika. Kutembea kinabii. Amen. Biblia inasema mahali popote ulipo kanyaga. Unafanyaje? Kupata watu. Umepewa. Kwa pale. Wale watu ni wa? Amen.
Mungu amefanya. Lakini kuna namna amekutana na mtu ambaye amempa tumaini jipya. Unielewa? Sasa tunasiku ngapi hapa? Ondoka kesho lakini na wacheni ndio umeelewa? Lazima ukae kibabe. Haleluya. Kwa jina la Yesu. Yaani kuna mtu si lazima bali akambembe Mungu nikamatie huyo. Mkini tunataka kwenda Ulaya, kumbe kuna watu kutusaidia na wewe. Kwamba tunauza maono, sema sisi ni wanawake wajasiriamali, tuna mpango wa kwenda Kigali, lakini changamoto yetu ni 1, 2, 3. Unajua tunaelewa mwakani 2020. Tunataka kwenda Ulaya. Wewe mtu mwenye anajiingiza. Kuna mtu yule pale kasema mimi ndo mwenyeji, nikasema huyo kama mtu amekamatwa kwa nini? Mama nene ya kinywa chake. Hakika ndo mwenyeji. Haleluya. Unaelewa watu wa Mungu? Amen. Na namna kuna nyakati lazima uishi kinabii. Amen. Haleluya. Amen. Kwa tunaenda kuomba. Yaani yule mama kwanza usiku wa leo kila mtu aendelee kunena baba. Yaani kwamba kitendo tu kile kutupiganisha, yaani amesema usiku wa leo yaani akilala akiamka anatuota. Tunataka nione au situlie kwa ajili yetu. Wanasema kwapi? Hivi ni yani wanataka kujua zaidi ndio hivi. Amen. Amen. Unanielewa? Yaani mimi sasa kitu tumekuja tuna bidhaa tumeuza tumepata zishi ngapi tumerudi. Tunataka tumeondoka na kitu cha. Yes. Amen. Yaani tukisema testimony. Yes. Unanielewa? Hakika ni testimony. Sio tu nimeuza visheti. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Na unajichomeka wewe, imagine. Mheshimiwa anasema tutaenda wote Iringa. Sema leo. Tayari. Yeye lazima uishi kinabii hapo kwa jina la Yesu. Wewe unataka pale kwa jina la Yesu lazima kuna mtu kukuingiza. Unajua? Kuna namna kusema kikitibuka unasubiri mtu akukuingiza. Haya, tunaenda kuomba, tushikane. Tunaenda kuambia Mungu. Tunaomba umoja. Tunaomba upendo. Haleluya. Chuki isiwepo katikati yetu. Tunatamani kuona haya maono yanaenda mbali. Tunaambia Mungu haya maono hayataafia njiani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tukawe chachu ya wanawake wengine kufanikiwa. Amen. Kiuchumi, yani wewe kwa sababisho. Yani fikie mali wa mama wa hapa, wao wanawasaidia wanawake wa mtaani kwao mitaani. Amen. Unakutana na mtu na shida gani? Ndio mimi na shida mtaji shingapi? 2,000,000. Chukua. 2,000,000 yote hizi 2,000,000. Wakati unazo za kutosha. Nataka tuende tukaombe na Mungu akayakumbuke maombi ya Mungu leo. Baba yetu na Mungu wetu, tunaomba Bwana kwa ajili ya maisha yetu. Umetuleta kwa kusudi maalum Jehova. Tunasi roho ya umoja katikati yetu. Tunasi upendo katikati yetu Bwana. Kwa jina la Yesu, achilia umoja Bwana. Achilia ushikamano Bwana. Tunakataa kufarakana. Tunakataa magonjwa. Tunakataa maneno mabaya. Katikati yetu Bwana hayataonekana. Kwa jina la Yesu. Yawe tutie. Tusaidie Bwana. Kwa jina la Yesu. Bwana katika damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Zaidi sana Bwana tupe
hatujakwenda kumshukuru Mungu. Mchungaji wangu Ndio. Vile vitu ambavyo mimi vyote nilivileta vyote niliona Roho Mtakatifu unisaidie kuuza kwa njia yoyote, hela yote itakayopatikana nitaenda nayo nyingi, kwa sababu tulitegemea kwamba katika ile hela ambayo wanawake mmetoa itabakia sehemu ya hela, lakini nilipokuwa nikiandika na kupiga mahesabu, kwanza inazidi, gharama zote zinazidi, kama 3 itazidi ile hela yote atakayokuja, lakini ndani ya moyo wangu ninayo amani. Amen. Kwamba shika begi, shika nini, lakini ninaona Mungu jinsi anavyoenda kutumia. Amen. Kwa hiyo unaweza kumkamata mtu, zamani tuna hili begi, hela yote itakayopatikana yote, unataka kununua lile sanduku, unataka kununua, sitarudi na kitu chochote. Hela ile yote nitaipeleka benki, na ninaamini hiyo itakapofika kilole, ndivyo Mungu alivyoniambia. Utambulisho wangu kwa taifa utafanyika pale. Na kuna jambo kubwa ambalo Mungu anaenda kutenda kupitia wanawake. Kama ulivyosema, tutakuwa kama mmoja. Nyinyi sisi hapa tumesikia ni sauti ya Mungu. Tumisho Mungu amemleta. Pengine watu mpaka leo tulikuwa tuelewi sina kina nani. Hata mimi mwenyewe nilikuwa sijielewi. Lakini mtumishi wa Mungu umekuja kuthibitisha. Safari yako ilikuwa nyepesi. Baba nimeambiwa, nimwambia Silani Mvungi kesho asafiri, yeye ndo atakayekuja ku out kama tupata nafasi. Si kitu kidogo. Kwa hiyo endeleeni kuniombea, nikabidhi mikononi mwa Mungu. Najua hiyo wengi mtakuwa Arusha hiyo siku, kwa hiyo tutaendelea kuwa kwenye chain ya maombi. Kwa hiyo na sisi tutakuwa tunaendelea kuwapa update zote, Budia atakuwa anawaambia, sababu nitaenda naye na dada Kabora na mama Mariali. Kwa hiyo tutakuwa tunawapa update nini kuendelea. Lakini kama mama alivyosema, hata leo nilikuwa nawaza kwamba tutakuwa na safari ya Kigali. Kwa hiyo anza kuweka hela kuanzia sasa. Naweza ikaja kwenye 400,000, 500,000, lakini tamka nayo. Amen. Anza kubana matumizi pale nyumbani. Kwa hiyo tunatamani next week tukirudi tutafungua special account, hata kama itakuwa ni joint account ya sisi viongozi watatu. Na nielewa kila unapata hela 10,000 tumbukiza weka slip yako, 10,000 tumbukiza weka slip yako. Lakini safari ya Ulaya almost nusu ya gharama itakuwa sponsored. Nina imani hiyo. Amen. Na kesho Mungu amefungua mlango, tunapoonana na mtu Mungu anatenda. Amen. Tunakuja, tulikuwa tumemuomba mheshimiwa tuwe wageni wanani watulia, haikuwezekana na nini, tukawa tumeenda kupeleka ile picha yake na Ruti. Yaani tunaenda tumeshamaliza, tunateremka tunakutana naye uso kwa uso. Tukamwambia sisi wale wageni kutoka Arusha wajasiriamali, amekuwa so much invested ndio secretary wake ameniandikia message, amesema amefurahi sana kujiona picha. Na ameahidi pengine atakuja kutembelea kwa mababa. Yes. Kwa hiyo nyinyi ninachowaomba waheshimiwa wakija. Nasema hizi hapa waheshimiwa, mkinunua ni sadaka yenu, kwa sababu tuna project ya kwenda kujenga nyumba ya ndugu zetu walemavu waishio Kilolo Iringa, na mnasema
jimbo la mbunge Mwamoto, kwa sababu Mwamoto nitamleta pale. Nataka muelewe. Uza huko, lakini hakikisha unaongelea vile bidhaa na hizo hela zote. Maanake zitashikwa na ile meza, maanake kuanzia kesho tunatamani Bigi na aweze kukaa pale ili kuweza kuuza. Na nyinyi wote maanake mtasapoti mpaka kesho. Tunahitaji vile vitu vishe mpaka Alhamisi vio vimeisha. Kweli. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Tuombee hilo jambo ili the project ya Iringa ifanikiwe, na mbunge wao nimeongea naye, amekuwa so much impressed. Amesema kwamba wewe ni mtu wa wapi, unawaza watu ni poli kwangu. Sasa mimi nilishapanga hivyo na hao wanawake katika hela zote ambazo tutapata tutaenda kule. Kwa hiyo amesema kesho tunataka tuongee naye, tulipange. Na yeye anasema hivi, na mimi nataka hiyo siku na mimi. Yes. Sasa ni kama yaani mimi nikamwambia mimi mwenyewe naenda Ijumaa. Jumamosi nataka niwe pale. Sasa wewe nenda ongea naye, namwambia wewe ndio adjust. Yaani adjust ratiba yako. Tukutane Jumamosi. Yes, Iringa. Mimi ndio nitakuwa kilo. Anajipanga, anasema kesho atalipa hiyo ratiba. Ni nyinyi ambaye Mungu amewatumia uweza kunitia moyo katika Mungu awabariki sana. Naomba tuliombee hilo, Mungu akapate kwenda kulibariki pia. Vyovyote vile, kwa sababu kesho tutapeana update mpaka ile Alhamisi tutapeana update na kila kitu ili tuweze kuungana kwa pamoja. Na leo lakini hiyo ni free kwa mtu yoyote, simlazimishi. Kwa sababu hicho ndio. Lakini unataka kununua sanduku wewe, unataka kununua vitu na wewe pale ukikipea, sitachukua pesa yoyote katika vile vitu ambavyo unaleta. Hata shilingi. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Bwana wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu.
asante kwa sababu umeshafanya. Asante Bwana, asante. Umetufanikisha Baba. Biashara zetu zimeuzwa zote. Asante Bwana, umetupatia fedha. Umetupa kibali Bwana. Umetuunganisha na watu wakuu. Anasema nakuambia umetuunganisha na watu wakuu. Asante. Asante Bwana wangu. Umetuunganisha kibali kwa salama. Asante kwa sababu ya kiroho. Asante kwa project zote. Baba tunakushukuru. Asante kwa wema wako. Asante Baba. Asante tumemaliza, lakini kakumbuka jambo moja wakati tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wabunge. Ethel ana ndoto za kuwa mbunge na ana kiu. Naomba tupige magoti haraka pale wakati tunaendelea kuongea. Haleluya. Huyu anataka kuwa mbunge. Sikiliza, Biblia inasema hivi, aonavyo mtu wake moyoni mwake ndivyo ni alivyo. Yaani anachokiona lazima kitimie. Amen. Nataka tukagongelee muhuri. Amen. Kwa ajili ya mbunge wetu. Amen. Kwa ajili ya mheshimiwa wetu. Amen. Kwa hiyo nikwambie, mimi nina mabinti kanisani. Kila mtu anamuuliza ndoto yake. Nataka kuwa nani? Kwa doctor, okay? Huwa anaanza kumuita kwa ile anachokuwa. Okay, Dr. H. Wewe ni mhandisi. Ndio maana tukiona kwenye kongamano la mabinti nimeandika mwingine mhandisi Shalom. Ndio kwanza mnaanza form 6 enda chuo. Lakini tunaamini. Amen. Naamini kwamba Ethel, na ni watu wa Mungu tusikane. Amen. Ethel ni nani? Mbunge. Si mnaelewa? Vitu vinaanzia rohoni. Yes. Sikiliza. Wewe ndio wiki tumekuja hapa kwa kusudi. Hii ni safari ya kinabii. Amen. Kwa ajili ya mambo makubwa. Na haya maombi yatakumbukwa. Amen. Usitusahau. Kuna wengine. Wengi. Wanataka wabunge. Piga magoti haraka. Yaani wale wabunge. Wao wenyewe wanaona kabisa wewe ni mbunge. Unajua hivi vitu viko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nipige kwa ajili ya mwanangu Priscilla pia. Amen. Amen na mama. Nataka tuende tukamwamini Mungu. Sisi tunaelewana kwa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dodoma ya kwao. Amen. Watakuja hapa. Amen. Wamekuja sasa hivi wajasiriamali. Wakija waniheshimiwa. Amen. Ila mkiona simu zetu mpokee. Amen. Haleluya. Amen. Tunaelewana hapa Mungu. Amen. Tunasema please call me back. Okay, simu. Tunakwenda kutamka neno. Amen. Haleluya. Amen. Na Biblia inasema wasema hatukai mpaka aje. Nasema hivi hawatakaa, hawatatulia mpaka hawatakaa. Mimi nanielewa. Amen. Yaani tu ionekane kwamba kuna uhitaji wa watu fulani wanakosekana. Ambao ndio hawa sasa. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba kutamka juu ya watu hao Bwana. Tazama ndani yao wana ndoto za kuwa wabunge. Ikatimie kwao kwa ndani ya wana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakapokee sasa wanavyoamini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ikawe kwa jina la Yesu. Ikawe kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naomba haya kuweza kusimu katika jina la Yesu. Maana hawa ni waheshimiwa. Maana hawa ni wabunge. Tunaamini Bwana Jehova. Tunaamini kwa jina la Yesu. Tunaamini kwa jina la Yesu. Tunaamini kwa jina la Yesu. Tunaamini kwa jina la Yesu.
Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki waheshimiwa. Amen. Mheshimiwa. Naomba niwape mkono. Mheshimiwa Isabela. Mheshimiwa Baba,